kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tutamsifu Bwana siku zote, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Yeye ndiye mwanzo wa uzima, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Nawakaribisheni nyote katika adhimisho ya ibada hii ya misa. Tumtolee Mungu nia zetu na shukrani zetu na kumuomba neema yake tunapoianza siku hii ya leo. Misa hii imeombwa na Helen Okech ili tuiombee roho ya John Okech Mainga ili Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Bwana, usikie sauti yangu ninapokulilia. Wewe ndiwe msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu Mwokozi wangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristu utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu, wewe uliye nguvu zao wanaokutumaini, uwe radhi kupokea maombi yetu, na kwa vile pasipo wewe sisi katika udhaifu wetu wa kufa hatuwezi kufanya neno lolote, utusaidie daima kwa neema yako, nasi katika kutimiza amri zako tukipendeze kwa kukataa kutenda maovu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, sisi tulio wafanyikazi pamoja na Mungu, tunawaonya msipokee bure neema ya Mungu. Maana asema, kwa wakati uliokubalika nimewasikiliza na kuwasaidia siku ya wokovu. Tazama, sasa ndio wakati uliokubalika, sasa ndio siku ya wokovu. Hatuweki kikwazo chochote mbele ya njia ya mtu yeyote, ili utumishi wetu usilaumiwe. Bali kama watumishi wa Mungu, tujitolee wenyewe kila siku, tukiwa na subira nyingi nyakati za masumbuko, katika taabu, shida na mahangaiko, kupigwa, kufungwa na kufitinishwa, katika utume, kukesha na njaa, kwa usafi, elimu, uvumilivu na hisani, katika Roho Mtakatifu
na mapendo yasiyo unafiki, kwa neno la kweli, kwa nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki kulia na kushoto. Tunapoheshimiwa na tunapoaibishwa, tunapopatwa na sifa mbaya na tunapopatwa na sifa njema, tukidhaniwa kuwa wadanganyaji, kumbe tu watu wa kweli. Tukionekana kama watu wasiojulikana, ingawa tunajulikana sana, kama watu waliotaabani, kumbe tu hai waliopigwa wasipatwe na kufa, kama wenye huzuni lakini tunaofurahi daima, kama fukara tukitarajisha wengi, kama watu wasio na kitu wakati wote ni wetu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana, kiitikio: Bwana ameuidhirisha wokovu wake. Bwana ameuidhirisha wokovu wake. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Bwana ameuidhirisha wokovu wake. Bwana ameuidhirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa, ameuidhirisha uweza wake wa kuokoa, ameikumbuka huruma ya upendo wake na kweli yake kwa nyumba ya Israeli. Bwana ameuidhirisha wokovu wake. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, pigeni kelele za furaha, ziimbeni sifa zake. Bwana ameuidhirisha wokovu wake. Shangilio. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Aleluya, aleluya. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ale, ale, ale. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mmesikia ya kuwa imenenewa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Mimi lakini nawaambieni, msibishane na mtu mbaya, bali mtu akikupiga shavu la kulia, umwelekezee pia jingine. Mtu akitaka kubishana nawe barazani ili achukue kanzu yako, umwachie pia joho lako. Na kama mtu akikulazimisha umsindikize maili moja, nenda naye maili mbili. Umpe kila akuombaye, na akitaka mtu kukopa kwako, usikatae. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Katika nchi tofauti tofauti kunazo koti
or the courts, ambapo uamuzi weza kufanywa na mahakimu, lazima kunayo vigezo ambavyo wao hutumia ili kuweza kutoa hukumu yao, kuweza kumfunga huyo miaka 3, mwingine miaka 10. Ni lazima kunayo kigezo ya kuweza kuzingatia ili kutoa hukumu wanapotoa hukumu hao mahakimu. Hivyo basi tunaposoma katika somo letu la Injili ya kwamba mmesikia kuwa imenenewa jicho kwa jicho na jino kwa jino, tuielewe kwamba ilikuwa ni baada ya mtu kufanya kosa lazima angeadhibiwa. Baada ya mtu kukosea mwenzake lazima kulikuwa na kigezo cha kutumia ili mtu huyo asiweze kwenda hivyo tu, bali aweze kuadhibiwa. Kwa hivyo hili jino kwa jino ama jicho kwa jicho ilimaanisha hukumu ambayo ingefaa kutolewa. Haikumaanisha kwamba mtu akikupiga ni lazima umpige kwa namna hiyo hiyo. Mtu akikutusi lazima umtusi kwa njia hiyo hiyo, bali ilimaanisha kwamba ni hukumu ambayo ingefaa iweze kutolewa. Na tunajua kwamba jinsi Kristo anavyotuelezea kwamba usibishane na mtu. Tukiangalia hata hali ya kuweza kutoa matusi, tunajua kwamba kuna sehemu fulani katika nchi yetu ambayo huwezi shindana nao katika matusi. Ukiingia kutoa matusi kwao ni wewe mwenyewe utaaibika. Uende utembee coast na ujifanye unataka kutoa matusi na coastarian. Ndio mwenyewe utatusiwa hadi uweze kuondoka. Kwa hivyo hali ya kuweza kutoa jino kwa jino, jicho kwa jicho, vile vile tuweza kupata kwamba wengi wetu huweza kufurahia hali ya kulipiza kisasi. Mara nyingi tunavutiwa na kutaka kulipiza kisasi mtu anapotukosea. Na hali hii huweza kutokea kwa vitengo tofauti tofauti. Tuangalie jinsi Iran na Israel wanavyovurugana wakati huu. Wanashindana ni nani anao ubabe. Wanashindana kuonyeshana ubabe wa silaha za kinuklia. Amerika na nchi zingine. Hiyo majuzi kulikuwa na Russia na vile vile Ukraine. Tunashindana kujua ni nani anao ubabe, ni nani anaweza kuangamiza hata zaidi. Lakini sisi kama Wakristo tunayo sheria tofauti. Tunayo sheria ambayo Kristo anatuelekeza kutuambia kwamba si lazima uweze kulipiza kisasi. Si lazima kwamba mtu akikosea nawe uweze kumkosea. Kristo anatuita tuweze kuchukua nafasi tofauti. Nafasi ambayo ni kama ile ambayo Mungu ameweza kutuonyesha. Tujiangalie sisi, ni mara ngapi tumeweza kumkosesha Mungu? Na iwapo Mungu angekuwa akitulipizia kisasi, sisi siku ya leo tungekuwa wapi? Lakini nafasi gani Mungu amekuwa akichukua? Nafasi ambayo Mungu amekuwa akichukua ni nafasi ya kutuonea huruma. Na hivyo Kristo siku ya leo anatufunza kwamba mtu anapokukosesha basi chukua nafasi bora ama chukua nafasi iliyo juu ya huyo ambaye ameweza kukosea na uweze kumuonyesha huruma. Wakati mwingine kama huwezi kulipiza kisasi, wengine wetu chagua kwamba mimi nitanyamaza tu. Ukinikosea mimi nitanyamaza tu, sitakufanyia jambo lolote ila nitatulia tu. Lakini Kristo anatoa agizo ya kwamba mtu akikosea ndio wakati mwingine ni vyema kunyamaza tu, lakini Kristo anatuambia lazima uweze kutenda jambo. Na ndio maana anatuambia kwamba mtu akipiga shavu lako la kulia basi umgeuzie na lile la kushoto. Kumaanisha kwamba mtu akikosea basi tafuta nafasi uweze kumtendea wema, sio ule ubaya ambao umeweza kukutendea. Umuonyesha kwamba unaweza kuyavumilia yale ambayo amekutendea. Uonyesha kwamba unaweza kuonyesha tofauti ya yale ambayo ameweza kukutendea na uweze kumtendea wema, ili mtu apate nafasi ya kujifunza kutokana kwako. Amekukasirisha ndio, lakini ukionyesha kwamba unaweza kumuelewa,
unaweza kumtendea wema ambao haja kutendea, basi utapata nafasi ya wewe kumgeuza yule mtu. Ni kama historia ama hadithi ambayo inaelezea kuhusu Mother Teresa, ambaye kwa kawaida kikundi chake kilikuwa cha kuombea wale maskini na kuwatendea wema. Alipoenda kutembea pamoja na mtoto fulani kwa mtu ambaye alikuwa akiuza mkate, akamwelekezea mkono akamwambia, tunaomba sana ukamsaidie mtoto huyu. Yule mwenye duka alipomwona Mother Teresa na yule mtoto, alisema hataweza kumsaidia kwa njia yoyote. Lakini mama Teresa akazidi kusisitiza, akamnyoshea mkono. Na yule mtu hakuwa mtu mkarimu, alikuwa mtu dhalimu. Mother Teresa alipomnyoshea mkono, alimtemea mate. Jambo la kutemewa mate mkononi mwake ni jambo la kukasirisha, ni jambo la kuudhi. Lakini kwa wakati huo Mother Teresa hakuchagua kuudhika, hakuchagua kukasirika, hakuchagua kujibishana na yule mtu na kumuuliza ni kwa nini umenitemea mate. Bali Mother Teresa alifanya nini? Alichukua mkono huo akauregesha na akaonyesha mkono huu mwingine, akamwambia, basi hii mate umenipa ni mimi, lakini nakunyoshea mkono huu nipe ya huyo mtoto. Jambo hilo liliweza kumguza mtu huyo mwenye alikuwa mtu wa duka, na tangu wakati huo alimpa mkate na akazidi kusaidia shirika hili lake kuweza kuwalisha na maskini wengine. Nasi tunaweza kufuata mfano huu ya kwamba uovu utazidi kutekelezwa katika dunia yetu. Watu waovu watazidi kuwepo. Watu watazidi kujibishana. Angalia katika ulingo wa siasa, mtu akisema hili leo, kesho ataweza kujibiwa. Mrengo huu kusema hivi leo, kesho mrengo ule mwingine utaweza kujibu, kwa maana hatutaki kuweza kushindwa. Lakini tuchukue nafasi ya kwamba tunaweza kuchukua nafasi ya kuonyeshana huruma, tunaweza kuchukua nafasi ya kuonyeshana wema, tuweze kuwa kama Mother Teresa ambaye alitemewa mate lakini alinyosha mkono huu ili mtoto yule ambaye alikuwa na njaa aweze kupata chakula chake. Tunaweza kuchukua nafasi tofauti. Na tukichukua nafasi hii tofauti sisi kama Wakristo, basi dunia yetu itaweza kuweza kupata amani, kwa maana hatutakuwa tukilipizana kisasi, hatutapigana, hatutaendeleza matusi, hatutaweza jibu uovu kwa uovu, kwa maana Kristo anatuelezea kwamba mtu akikutendea uovu basi wewe mtendee wema, na ukimtendea wema roho yake itakuwa imeguswa na utaweza kumrudisha katika njia iliyo sawa, njia ya maridhiano, njia ya msamaha, njia ya kuweza kutendeana wema. Hiyo ndiyo tunaweza kufahamu kutokana na maandiko yetu ya siku ya leo kutoka somo la Injili. Jino kwa jino, jicho kwa jicho sio sheria ambayo tunaweza kuifuata. Si lazima uweze kumwadhibu mtu. Mtu akiweza kuiba si lazima tu aweze kuuliwa. Mtu akiweza kusema neno baya si lazima uweze kumrudishia, bali tuweze kuonyeshana wema, tuweze kusameheana na tuweze kusimama katika nafasi kubwa zaidi, nafasi ya kuweza kutoa huruma kwa wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wimbo nambari 330, 330. My God loves me, His love will never end. He rests within my heart, for my God loves me. His gentle hand, He stretches over me. Though storm clouds threaten the day, He will set me free. He comes to me in sharing bread and wine. He brings me life that will reach past the end of time.
child held in love, secure. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Mungu, katika vipaji hivi unawajalia wanadamu wote chakula cha kuilisha miili na sakramenti ya kuwafanya wapya. Tunakuomba uwajalie ili wasitindikiwe kamwe msaada huu wa mwili na roho zao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Mungu Bwana wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Kushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe uliumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mjibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika husifu adhama yako, enzi hukuabudu na mamlaka hupiga magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na waserafu wenye heri wanakuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu: Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifunze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kukushukuru tena. Aliwapa wafuasi wake akisema, toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, kila tunapokula mkate huu na kukinywea kikombe hiki, tunatangaza kifo chako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umetusahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Filipo Anyoro na maaskofu wasaidizi wake Daudi na Simon Petro na Wakristo wote. Umkumbuke mtumishi wako John Okech Mainga uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo.
kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika shawishi, lakini Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo. Wimbo nambari 401, 401, ukurasa 219. Oh, the love of my Lord is the essence of all that I love here on earth. All the beauty I see
gentle are silence. There have been times when I've turned from His presence, and I've walked other paths, other ways, but I've called on His name in the dark of my shame, and His mercy was as gentle as silence. Sala baada ya komunio. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu nikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Namuomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Tuombe. Bwana, tunakuomba komunio yako hii takatifu tuliyoipokea ilete tunda la umoja katika kanisa lako, kama vile unavyoonyesha umoja wa waamini ndani yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya kutangazwa mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Maurice Michael Otunga. Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Maurice Michael Otunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa, na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii, wakati huu akijinyima na kujitenga na anasa za dunia. Tunakusihi ukubali, ili tupate kujifunza pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema, na kuutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtengee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale wanaokuhudumia vema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia zetu,
na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu, hasa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala ya Jubilei. Baba wa mbinguni, imani uliyotupa kupitia kwa mwanao Bwana wetu na ndugu yetu Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu ulioashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, siamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu na ulimwengu wote, katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani. Kwako Mungu wetu, na yeye tukuzwa daima, tukufu na sifa milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Wimbo nambari 373, 373. Nitakushukuru Mwenyezi, nitakutukuza Bwana, kwa kuwa umwe. Nitakushukuru Mwenyezi, nitakutukuza Bwana, kwa kuwa umwe. Nitalisifu jina lako, ewe Bwana, nitaziimba sifa zako milele, kwa kuwa umwe. Nitalisifu